kwa jinsi wanavyofanya program zao, wanajua nini wanafanya. Kama wameanzia mikoani, nafikiri watakuja pia Dar es Salaam. Kwa hiyo hiki ni kitu kizuri kwa Tanzania. Kwa hiyo vipaji ambavyo vimeweza kuanza kuchaguliwa kwenye timu zao, na kuna timu ambazo ziko tayari, na kama hivyo tunaenda kukutana nao Mwanza. Baadhi ya timu ziko kule na mimi pia nitakuwepo. Kwa hiyo naamini tutapata vipaji, tutapata kina Mshongasa wapi, kina Kevin Yondani wapi, kina Mwinyi Kazimoto kama hivyo. Vijana wengi ambao wanacheza kandanda huko mtaani Uswahilini huko wanakuwa na ndoto kubwa, lakini wanakata tamaa mapema. Lakini wakiangalia wachezaji wakubwa kama nyie, kuna kitu wanakifikiria, labda ni njia gani mlipo? Kikubwa kwanza kwenye maisha, utaki kwanza kukata tamaa, unatakiwa ujiamini na Mungu alichokupa. Unajua kila mtu Mungu amempa talent yake. Kwa hiyo unatakiwa ujiamini na uwe na maamuzi yako wewe mwenyewe kama mchezaji. Mimi nimeweza kutoka kwa sababu ya maamuzi yangu mimi kama mimi, kwamba nilikuwa na wish niweze kucheza nje ya nchi, haijalishi itakuwa wapi, lakini nilikuwa natamani nicheze nje ya nchi. Kwa hiyo mimi na wish wachezaji ambao watapata opportunity ya kuonekana, basi kesho na kesho kutwa na wao wawe na ile uchu ya kutaka kucheza nje, kwa sababu kucheza nje pia itamsaidia yeye mwenyewe na itasaidia pia timu yetu ya taifa, kwa sababu timu yetu ya taifa pia tunahitaji wachezaji wengi ambao wanatoka nje. Hata ukiangalia nchi nyingi ambazo zinakutana na sisi, unaona wachezaji wengi. Ukiangalia hata nyewe waandishi wao mna mention, unaona mchezaji huyu anatoka Aston Villa, na sisi tunatamani sasa kesho na kesho kutwa tuone watu wana mention wachezaji kutoka mabara tofauti. Kwa hiyo hicho ndio tunachotamani kutoka Tanzania na kutoka kwangu mimi kama ambassador wa Safari Rugby.